majina mimi naitwa Mr. Robert Mikaeli Madole. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Igambilo, lakini ni mfanyabiashara wa samaki na ndio katibu wa uza samaki manispaa. Kufuatana hili tukio, hii kazi yetu inashabihiana. Likishatokea tukio kama hili, siwezi kusema tu nimekaa sokoni kwa sababu mimi lazima niwepo huko. Yamekuwa ni matukio mfululizo kwa miaka kadhaa, wavuvi wengi wameondoka. Kweli kwa huu mwaka hili tukio ni la 3. Tukio la kwanza lilianza mwezi wa 2. Kuna mzee wetu alikuwa anaitwa Embedodo. Alikuwa anavulia Kabila. Yeye aling'atwa na kiboko, ilikuwa majira kama ya saa 12. Alimaliza kutega, anarudi nyumbani kwake, basi akawa amekutana hiyo dhoruba. Wavuvi wakajitahidi kumbeba, wakaenda naye wanaenda Kitete. Lakini walikimbiza pikipiki zile, kwa bahati mbaya walifika kule ameshafariki. Kwenye mwezi wa 4 akapigwa kijana mwingine tena anaitwa Bula wa Kabila huko huko, basi na akawa ameng'atwa, akawa amezikwa huko. Na huu mwezi wa 7 mwanzoni hivi tukio limetokea huko kwetu Igambilo. Kwa kweli matukio yamekuwa mengi kiasi kwamba sisi wenyewe tunatutia hofu kama wakazi, kwa sababu hii ndio kazi yetu. Tuna hofu sana juu ya hili swala. Ziko taarifa za baadhi ya wananchi kwamba matukio haya yanahusishwa na imani fulani tangu alipouawa mmoja ya wavuvi katika bwawa hili jina lake Omar. Mkosana na hili kwa kiasi? Kwa kweli hata mimi nasikia kama unavyosikia, ila kwa bahati nzuri Bwana Omar nilikuwa namfahamu kwa sababu mimi alikuwa mvuvi wangu, alikuwa ananiuzia samaki kule Kabila. Nilikuwa natoka zangu hapa Igambilo nanunua samaki kwa wavuvi wa Kabila, miongoni mwao akiwemo na yeye Bwana Omar. Lakini Omar hakuwa mzawa huku wala hakuwa mwenyeji sana. Omar alikuja ametokea katika mkoa wa Kigoma, aliletwa na jamaa mmoja hivi anaitwa Ramadhani Tulashashe. Alikuja kukela kwa ajili ya tumbaku, kwa sababu maisha ni popote. Baada ya kuisha mkataba wake wa tumbaku, basi yule asili yake ilikuwa uvuvi. Watu wa Kigoma wengi ni wavuvi. Akawa ameingia sasa kwenye swala la uvuvi moja kwa moja. Ndipo hapo mimi tulipojuana naye na kuanza kufanya biashara naye. Lakini umauti ulimfika Omari. Omari hakuumwa na kiboko. Omari alidumbukia tu kama dharuba ya upepo, basi akawa amefariki. Alikaa kama siku 2 hatujampata. Basi baadaye wakawa wamempata. Ila kwa bahati mbaya wakati anafariki Bwana Omari, mimi sikuwepo. Nilipigiwa tu simu kwamba jamaa yako huko amefariki kwenye maji. Kwa hiyo yale mambo mengine, swala la Omari kwamba palitokea nini hata mimi nasikia tu kama wanavyosema kwamba huende kawa watu waliokuja ndugu zake na Omari, lakini sina uhakika kwamba ndio yeye au sio yeye. Watu wanasema nini? Kwamba huende kawa wale ndugu zake na Bwana Omari hawakulizika na kifo cha ndugu yao. Kwa sababu na sisi watu wa Tabora mara nyingi tunawaogopa sana watu wa Kigoma, tunajua kabisa kwamba kiushirikina ndio wenyewe. Sasa ile na mimi nilisikia, lakini sina imani wala sina uhakika kwamba je, ni kweli ndivyo walivyosema kwamba hii wanaenda kufanya wao, au ila kwenye mazishi walikuja wakashuhudia mwili wa ndugu yao, basi ule mwili ukastiriwa, wao wakaondoka. Na yule Bwana Omari huko alikuwa amekuwa mkazi na alipata mke, akaishi na yule mwanamke, wakazaa mapacha. Kwa hiyo yule Omari akawepo sehemu ya familia kwa sababu alikuwa na dada yetu. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa swala lingine kusema kwamba Omari labda ndio hiki chanzo, au swala la kusema kwamba wale watu wao ndio wametufanyizia, kwa kweli hatuelewi. Ila kiwastani matukio ni mengi. Baada ya kifo cha Bwana Omari takriban kama miaka 3 hivi, 2-3, basi pakawa pameibuka huyu kiboko. Kiboko huyu, mtu wa kwanza kabisa alimng'ata shemeji yangu, alikuwa anaitwa Salum Kahela. Yule ameoa dada yangu huko Kabila. Baada ya hapo matukio ndio yaliendelea mfululizo. Kuwepo tena mzee mwingine alikuwa tunamuita mzee Kiziwi, alikuwa Mfipa. Yaani hapo kwa kweli watu ni wengi, kusema nianze kutaja mmoja mmoja, ila watu ni wengi sana. Hata paka na waliojeruhiwa wanaweza wakafika, sababu kuna wengine katika miguu. Kama kuna mdogo wangu mwingine anaitwa Beli, ni wa Kabila naye. Tena huyo siku ya mwisho amenisaidia na kubeba sanduku pale kuweka kwenye pikipiki ili niende mjini kule.
lakini kuja kupewa tu taarifa nikiwa pale Kachoma kwamba jamaa yako kang'atwa na kiboko na saizi ana mguu mmoja. Watu at least wanaweza kukaribia 20 aidha 17 18. Kwa sababu siwezi kukumbuka, maana paka nikae nitulie kwamba ni fulani paka nikae nitulie, kwa sababu watu wengi, wengine walijeruhiwa tu miguu haieleweki, wengine wapo miguu paka saizi haina nguvu, wengine yani at least kwamba tu hivyo kiboko ametuasili sana. Na imani imekuwa kiasi gani kwa wakazi wa huko? Imani hasa kwa wenzetu wale wa kabila ndio imani walikuwa nayo nyingi, kwa sababu kuna matukio yalikuwa yanatokea. Naweza kusubutu kusema ni ajabu, kama ni mipango ya Mungu, hatujui Mungu anatukumbusha mambo gani, hatuwezi kujua. Aidha tumekosea vitu gani katika hili bwawa, hatuwezi kujua, kwa sababu baada ya kuja watu watawa wakasema kwamba huyu kiboko apigwe, tafuteni fundi ampige, alafu ile nyama wale wana kijiji. Basi tulifanya jitihada, tuko na jamaa zangu walimu wa dini ambao tulikuwa nao kanisani, basi tuliunga nguvu kutafuta mafundi. Wale mafundi wakaja, ila kuna tukio moja la ajabu lilitokea kiasi kwamba hatuwezi kuamini ni vipi. Wale mafundi wameenda kumpiga yule kiboko, lakini kwa huo muda hawakumpiga. Wakasema tutaenda tumpige kesho. Sijajua na mafundi huende huwa wana mambo yao na wenyewe wanaangalia wana muda wao kwamba tukampige muda gani tufanyaje. Baadaye akatokea fundi mwingine kabisa, kwa sababu tayari wameshasema kiboko apigwe. Akatokea unaposema fundi unamaanisha fundi wa kupiga, yani anaitumia wa kupiga mwenye silaha, mafundi wenye silaha. Akatokea wa kwanza, wakajaribu kumpiga wakashindwa, wakasema tutampiga kesho. Kuna kitu fulani walikuwa wamekisahau mjini wanakirudia. Basi wakawa ametokea fundi mwingine. Kuna jamaa yangu moja alikuwa anaitwa Idi Lusalago, jamaa yangu sana, Mungu amlaze mahali pema peponi, maana tulitoka naye mbali. Yule bwana akachukua jukumu la kwamba, na yule bwana alikuwa ni mafia sana kwenye uvuvi. Tena alikuwa ananiambia, mzee Loba, mimi wakija mafundi na beba na wapeleka. Na kweli siku hiyo wamekaa huko msituni majira kama ya saa 7 hivi. At least ilikuwa kabla hata ya saa 7 usiku. Akawa amewapigia simu wavuvi wa upande mwingine wa kule Kigombe kabisa, jamani kiboko mmemwona huko? Wakasema ndio, yupo maeneo hapa karibu. Basi akamweka mafundi, wakaondoka wawili wale wenye silaha, Idi, marehemu Idi na mdogo wake anaitwa Lama Lusalago. Wakaondoka wanaenda, wao si wenyeji. Basi wameenda, hawajaenda hatua nyingi sana, at least kama mita 100 hivi. Yule bwana Idi alikuwa amevaa kofia, alikuwa anapenda sana kuvaa kofia. Alafu akawa amevaa na tochi, kambeba mwenye bunduki na mdogo wake kambeba mwingine. Wameenda wamepangana wanapiga story. Lakini ghafla mdogo wake, kwa sababu asili yake ni mvuvi, akamwona kaka yake kama kuna tofauti. Kwa kusoza akachukua ile kasia akaiweka mle ndani, akaanza kumuuliza, bro, umeona nini? Alafu mheshimiwa Idi hakusema. Akachukua ile tochi akavua akaweka kwenye mtumbwi. Kofia akavua akaweka kwenye mtumbwi, alikuwa amevaa jacket akavua akaweka kwenye mtumbwi. Halafu akashusha mguu wa kwanza na wa pili, akawa amerukia kwenye maji at least kama ya kifuani hivi au tumboni. Basi akawa amezama hapo hapo na uhai wake ukaishia hapo. Hapo watu ndipo wakaanza kushtuka sana kusema kwamba huyu huendi kawa ndio swala la nini la ndugu zake na marehemu Omari. Sasa sijajua swala la marehemu Omari kwamba wao wanahusisha sana kivipi. Nafikiri ingekuwa vizuri msiku mkipata nafasi labda muweze kupata watu wa kabila. Maana mimi nilikuwa naenda kule kabila, kweli familia ipo, ile nilikuwa naenda kule kwa ajili ya biashara. Wao ndio wanaweza kuwa wanajua sana kwamba natoka hapo alipofariki Idi hamkuita tena fundi mwingine wa kumlenga. Yaani nisikilize sasa ndugu mtangazaji. Baada ya hapo kulikuwa na mzee mmoja alikuwa ni katekista wetu, sababu mimi ni mwenyekiti wa kanda ya Itaga kikanisa. Yule bwana tulikuwa tunakutana naye, yule marehemu, naye ni marehemu saizi, alikuwa anaitwa marehemu Haule. Yule Haule alikuwa ni mvuvi, yule alikuwa ni Manda, watu wa kusini. Katika wale watu wavuvi tulikuwa tunawaamini kabisa, huyo mzee Haule alikuwa mmoja wapo, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kwanza, yani akazamia kakaa kwenye maji hata nusu saa, halafu yule hajavaa chombo chochote. Kwa hiyo tulikuwa tunamtegemea hata kama mtumbu umezama sehemu gani, tunamwambia bwana mtumbu sehemu fulani, basi nikitoka kanisani nitakuja. Anaenda dakika 15 akitoka anawaambia vuta, anautoa. Sasa baada ya hapo yeye ana mtoto wake mwanajeshi, akawa anampigia mtoto wake, baba huku kuna 1 2 3.
si wanajeshi mnajua, anamwambia baba, pambana kwa ajili ya wengine. Sisi tunaenda vitani, anapigwa risasi mwenzio na mruka, unaendelea kwa ajili ya kuokoa wengine walioko huku nyuma. Akanikuta akaniambia, tupo kanisani, Bwana Robert, naomba msaada, kwa sababu kule watu wameshaogopa, ushirikiano hamna kwa ajili ya huyu, wakaonekana tunamfuatilia kiboko unakufa. Nikamwambia kwa sababu sisi wachuuzi, yani wafanyabiashara, huwa tuna mshikamano sana, tutawasaidia, maana sisi mkipata nyinyi ndio tumepata sisi. Akasema mafundi wamepungukiwa shilingi 40,000, sisi tuna 20,000. Ni kweli nikaitisha mchango pale 5,500 na mimi nikafanya ile iwe konfi ili watu wasijue kazagaa kwamba watu tunataka kuleta fundi. Nikakusanya hela kwa watu kama 4 niliokuwa na waamini. Basi kuna jamaa yetu mmoja yupo kule, ndio mwenyekiti wetu wa pale wa soko, tukamwambia mwambie mzee Haule kesho kutwa tunampa, umpelekee zile hela. Sawa. Tunasema kesho kutwa, kufika ile kesho yake yule mzee Haule akawa ameumwa, amepigwa mtumbu, kapigwa na kiboko, akaumwa vibaya sana. Alafu walikuwa wawili na mwenzie, mzee Kuya yeye hakuguswa, akaogelea akachoropoka, yeye akaokoka kwa uwezo wa Mungu. Ila mzee Haule akawa amekufa. Baada ya mzee Haule hakuna tena mtu mwingine anajihusisha swala la kiboko mpaka hivi. Labda kama serikali itatusaidia iwe serikali, lakini kwa sisi kama wavuvi tulishasalimu amri.